Na maadhimisho ya maandamano ya Gen Z ambayo yaliyopangwa kufanyika siku ya Alhamisi baadaye wiki hii yameongezeka mvutano nchini kote na kuzua wasiwasi wa uwezekano wa usumbufu katika sekta ya elimu. Shule ambazo tayari zimeathiriwa na misukosuko ya hapo awali sasa zinakabiliwa na hatari ya kufungwa tena kutokana na hali ya sintofahamu ambayo inashuhudiwa kwa sasa. Taasisi ambazo zilikuwa zimeanza tena masomo ili kufidia muda ambao ulipotezwa huenda zikalazimika kuwafungulia wanafunzi kutokana na masuala ya usalama na usumbufu unaojitokeza. Mwanahabari Ann Musungu na maelezo zaidi. Shule mbalimbali nchini huenda zikakumbwa tena na usumbufu wa masomo na hata kufungwa kwa muda kuelekea maandamano ya ukumbusho wa Gen Z yaliyopangwa kufanyika Alhamisi. Hali hiyo inajiri wakati taasisi nyingi bado zinajitahidi kurejea katika hali ya kawaida baada ya miezi kadhaa ya misukosuko. Ingawa mapumziko ya katikati ya muhula yamepangwa rasmi kuanzia Juni tarehe 24 hadi Juni tarehe 28, muhula huu umeshuhudia ongezeko la visa vya migomo na vurugu shuleni vilivyosababisha wanafunzi kurejea nyumbani kwa wakati tofauti. Visa hivyo viliongezeka wiki chache kabla ya mapumziko, huku baadhi ya shule zikirekodi matukio kama hayo hadi wiki iliyopita. Licha ya shinikizo lililokuwepo, serikali ilisisitiza kuwa kalenda ya masomo haitabadilishwa, ikisema kuwa ratiba ya masomo itaendelea kama ilivyopangwa. Shule ambazo zilikuwa zimewapokea tena wanafunzi na kuamua kuendelea na masomo ili kufidia muda uliopotea kutokana na kufungwa kwa awali, huenda zikajikuta zikilazimika kuwaruhusu wanafunzi tena. Wasiwasi huo mpya unajitokeza wakati hali ya taharuki ikiendelea kushuhudiwa nchini, huku wanaharakati na familia zikijiandaa kuwaenzi waliopoteza maisha wakati wa maandamano ya Gen Z wa mwaka 2024. Wakati huo serikali imeonya kuwa yeyote atakayepatikana akijihusisha na vitendo vya uvujaji wa sheria wakati wa maandamano hayo atakabiliwa kisheria. Ann Musungu, KTN, Nairobi.